السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. इस आयत का तर्जुमा है कि तुम कामिल नेकी को हरगिज़ नहीं पा सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा अशिया. Khalifa mtukufu ayyadhahullahu ta'ala ibn Salaziz anasema kwamba tafsiri ya aya hii ni ifuatayo: hamtaweza kuufikia wema hasa mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda, na chochote mnachokitoa basi hakika Mwenyezi Mungu anakijua. एक हकीकी मोमिन Bir ni wema hasa, ni wema iliyokamilika kama imeelezwa katika tafsiri. Basi mwaminio और करनी चाहिए mkweli ambaye anatafuta ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye में जहाँ anajitahidi kupata wema hasa na anatakiwa afanye hivi का जिक्र किया गया है उनकी तरफ तवज्जो दिलाई. wema ambayo inamkaribisha karibu na Mwenyezi Mungu. माल के खर्च को भी अल्लाह ताला की राह Kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu njia mbalimbali imeelezwa katika Qur'ani tukufu. इस आयत में भी Pale pale kutoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu ni pia ni wema na ni kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Katika aya hii pia बड़ी नेकी तब हो kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu imeelezwa ni wema kubwa sana, तो तब ये बड़ी नेकी है. बेशक na wema hasa हर उस itafanyika wakati mnatoa katika mali ambayo mnapenda, ndipo itakuwa wema hasa. उस वक्त मिलती है Bila shaka Mwenyezi Mungu anatoa ujira wa kila wema ambayo inafanywa kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, lakini ujira mema unapatikana wakati mtu जो अल्लाह ताला anatoa kitu anachokipenda के आला मयार हासिल करने की कोशिश करता है और उसके हसूल के लिए au Mwenyezi Mungu anampenda mtumishi wake ambaye kwa ajili ya ridhaa yake खुदा ताला anajitahidi kufanya wema hasa, na kwa ajili ya kufanya wema सच्ची नेकी ana और कुर्बानी
anatoa katika njia ya mwenyezi mungu kitu anachokipenda sana katika maisha yake, basi hasa wema hasa na imani kamili hali yake inajulikana wakati mtu anatoa kitu ambacho anachokipenda zaidi kushinda vitu vingine vyote kwa ajili ya imani na usalama wa imani yake. एक हकीकी मोमिन, mwaminio anakuwa tayari kila wakati, हदीस में आता है जब ये आयत नाज़िल हुई na kwa ajili ya kupata wema hasa mwaminio anakuwa na hamu sana. Katika hadithi inapatikana kwamba aya hii iliposhuka, sahabi moja Hazrat Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu alimjia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na akaeleza kwamba mimi nataka kutoa bustani yangu ambayo ninayoipenda sana, na bustani hii ni Beroha. बस सहाबा nataka kutoa bustani hii katika njia ya mwenyezi mungu. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alifurahi sana kwa kusikia, और हम na alimwagizia jinsi gani anatakiwa atumie ile bustani katika njia ya mwenyezi mungu. Masahaba walikuwa na hamu sana kwamba wakati gani wanapata nafasi ya kufanya wema, kisha wao kwa kutekeleza wema इंतहाई काबिल na kwa kuonyesha utii wafanye juhudi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम में बेशुमार नजर आते हैं। alisema kwamba wale wanaotoa katika njia ya mwenyezi mungu ni watu wenye heshima sana, na hali hii inapatikana katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao walikuwa wakitoa kwa kuficha na kwa kuidhahiri pia katika njia ya mwenyezi mungu, उनकी कुर्बानियों की नियत ili hali ile ipatikane इंतहा नवाजा ambayo mwenyezi mungu anataka kwa mwaminio. मामूली काम करने वालों Mwenyezi mungu anajua nia ya kujitolea, kwa hiyo mwenyezi mungu aliwajaalia sana baraka zake na neema zake. की इनको मजीद Wale waliokuwa wakifanya biashara ndogo ndogo mwenyezi mungu aliwatajirisha sana, na kujitolea kwao katika njia ya mwenyezi mungu iliboresha imani yao sana, na mali waliokuwa wakichuma na waliokuwa wakipata इदराक हासिल walikuwa wakitumia katika njia ya mwenyezi mungu bila haufu yoyote, बेइंतहा नवाजता 700 गुना बल्कि इससे भी ज्यादा नवाजता। na walikuwa na maarifa na elimu ya jambo hili kwamba kwa kutoa katika njia ya mwenyezi mungu basi mwenyezi mungu anajaalia sana, hata anampatia mtu mja wake zaidi ya mara 700. Mwenyezi mungu ऐसे में होते थे कि अल्लाह ताला की रजा haweki mali ya mtu yeyote bali anamrudishia. यही उनका मकसूद था। Kwa hiyo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuwa katika fikira hii kwamba kwa ajili ya kupata ridhaa ya mwenyezi mungu wafanye juhudi sana, na hili lilikuwa lengo lao, na kwa ajili yake hii walikuwa wakifanya bidii sana. Maisha ya masahaba wa Mtume saa sallam ni shahidi kuhusu hii kwamba walipata kusudi lao katika maisha yao, सलाम इन सहाबा के बारे में फरमाते हैं na wao walipata राम stakabati ya ridhaa ya mwenyezi mungu. दुनिया Sinam alahi salatu wassalam anasema kuhusu masahaba hawa, अखराजात और तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। je masahaba walipata daraja ile bila kufanya juhudi yoyote इससे दिली इत्मीनान bure? और सकीनत हासिल नहीं हो सकता मिलता है। Katika dunia hii ख्याल करो mtu कानून का खिताब anajitahidi sana kwa ajili ya kupata कल्ब को इत्मीनान daraja fulani au lakabu fulani, ndipo anapata daraja ndogo, यूं ही आसान lakini lakabu hii ya raziallahu anhum ambayo ताला की रजामंदी inaleta utulivu mioyoni, हासिल
je lekabu hii masahaba walipata kwa urahisi? Amesema kwamba kwa hakika jambo ni hili kwamba ridhaa ya Mwenyezi Mungu haiwezi kupatikana mpaka mtu apate misukusuko katika njia ya Mwenyezi Mungu. Basi wenye baraka ni wale ambao kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu hawajali usumbufu unaopatikana, दुनिया को खुदा ताला के करीब करने के लिए kwa sababu baada ya usumbufu unapatikana hapa duniani watapata ujira mwema sana. सहाबा की मिसाल देकर जब Usumbufu unapatikana katika dunia hii kwa ajili ya waaminio ni kwa ajili ya kuwaleta karibu na Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kutoa mfano wa maswahaba करोगे तो हकीकत anatuelezea kwa sababu mifano hii ni mfano mwema kwa ajili yetu ili tufuate nyayo za maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mkijitahidi basi mtaweza kufanya wema hasa na mtapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu pia. ऐसे हजारों वजूद दुनिया को दिखाए जो अल्लाह ताला की रजा Kisha katika historia ya jumuiya tunaona kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa sababu ya malezi yake alitayarisha masahaba maelfu ambao kwa ajili ya kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu alikuwa tayari kutoa kila kitu walikuwa wanacho. तय करती चली गई। बस मुस्लिम Kwa sababu ya imani hii na kwa sababu ya kujitolea kwao jumuiya जिन्होंने मुस्लिम अलैहिस्सलाम की सोबत kila siku inaendelea kupata maendeleo, तो इस्लाम के na hali hii ilipatikana wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam pia. Maswahaba wale ambao walijiunga wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam जहन नशीन कर wao walielewa ujumbe wa Sayyidina alayhi salatu wasalam vizuri sana kwamba mlango wa wema ni ndogo sana. Kwa hivyo kumbukeni vizuri kwamba kwa kutoa kitu kisicho na daraja mtu hawezi kuingia katika mlango ule. Mwenyezi Mungu anasema lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibun, mpaka mtoe kitu ambacho mnachokipenda sana. Ikiwa hamfanyi hivi basi hamwezi kuwa wapendwa wa Mwenyezi Mungu. खिदमत में Maswahaba baada ya kupata ufahamu, baada ya kupata maarifa ya hii walikuwa tayari kujitolea kila wakati, कोशिश भी करते थे और फिर अल्लाह ताला के na walikuwa नज़ारे भी देखते थे। wakimwomba Sayyidina alayhi salatu wassalam awaombee ili waweze kufanya wema hasa, na walikuwa wakijitahidi sana na waliona msaada wa Mwenyezi Mungu katika maisha yao. Hata hapa nitaeleza mifano michache. Hadhrat Sufi Nabi Baksh Sahib radhiyallahu ta'ala anhu, mwenyeji wa Qadian, anasema kwamba safari moja nilienda kuhudhuria mkutano wa mwaka, और मेरे साथी और कई अहबाब अंदर आ गए। nikasema kwamba nataka kusema wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, nataka kumwambia Sayyidina alayhi salatu wasalam. Sayyidina alayhi salatu wasalam akaniambia uje ndani. Kwa hiyo marafiki zangu pia wengine wakaingia pamoja nami. Nikasema kwamba baba yangu anasema kwamba nimekusomesha vizuri na hukutuhudumia. जो कुछ मेरे पास जेवर था वो भी बिक गया। बाप को भी शिकवा है। Yani baba anasema kwamba nimekusomesha na umepata kibarua, sasa hukutuhudumia. Na mama anasema kwamba umekuwa mwanajumuiya na kwa sababu ya jumuiya yako ile dhahaba yangu pia nimeiuza. Sasa hii Ahmadiyya ni wa aina gani? दुगनी तिगनी तनख्वाह दे तो मैं आपकी खिदमत कर सकता Na hapa Qadian mimi naona kwamba wafuasi wako wanatumia maelfu na maelfu katika njia ya Mwenyezi Mungu. Niombee kwamba Mwenyezi Mungu anijalie posho mara 2 mara 3 zaidi ili niweze kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Upande mmoja baba alikuwa akishtaki kwamba hatoi huduma, na upande mwingine mke alikuwa na wasiwasi kwamba dhahabu ameuza. Lakini hapa ni Qadian mimi naona
wema. Naona masahaba wanajitolea na watu wanatoa maelfu katika njia ya Mwenyezi Mungu. Niombee Mwenyezi Mungu aniwezeshe mimi pia nitoe katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa kusikia hii Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akasema sawa, nitakuombea, nikumbushe mara kwa mara. Anasema kwamba wakati huo mshahara wangu ulikuwa rupia 55. Kisha baada ya kufika Lahore nilimwandikia barua Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Katika hali hii nilipata kibarua katika railway ya Uganda 120. Mshahara ilikuwa 120, na mara nilimtuma mchango wangu kwa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Kisha baadaye nikaenda Afrika, na muda wote niliokaa kule niliendelea kupata mshahara mara 3 zaidi, na hii ilikuwa kwa sababu ya maombi ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Kisha Munshi Zafar Ahmed Saheb, sahabi wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, kwa kumpitia Mia Muhammad Saheb anasema kwamba Chaudhry Rustam Ali Saheb marehemu alikuwa inspector wa railway. Alikuwa akipata posho 150 rupia. Alikuwa mwenye imani sana na alikuwa maarufu sana katika jumuiya. Alikuwa akiweka rupia 20 kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, na iliyobaki alikuwa akimtumia Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, na hii alikuwa akifanya kila mara. Kisha angalieni, kwa ajili ya huduma ya dini na kwa ajili ya kujitolea aliweka hamu katika mioyo ya watu maskini ambao walikuwa hawapati mali nyingi, walikuwa na familia kubwa. Wao walikuwa wakijitolea namna gani? Hadrat Qazi Karmuddin Saheb radhiyallahu ta'ala anhu kuhusu Saint Diwan Saheb anasema kwamba kama mimi pia nilikuwa nikimuuliza Saint Saheb, je, unaenda Qadian kwa sababu ya kazi maalum? Yani Saint Saheb alikuwa akimpitia wakati wa kwenda Qadian. Saint Diwan Shah alikuwa mwenyeji wa Narwal, alikuwa akienda Qadian kwa miguu. Na ilikuwa safari ya maili 100 na alikuwa akienda kwa miguu. Kwa anasema kwamba je, unaenda Qadian kwa kazi maalum au unaenda kwa ajili ya kukutana na Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam? Alikuwa Sahinsab alikuwa akisema kwamba mimi kwa sababu ni maskini siwezi kutoa mchango, naenda Qadian ili niweze kutengeneza vitanda vya nyumba za wageni, ili hivi niweze kutoa mchango. Basi hii ilikuwa hali ya maswahaba wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Hawa maswahaba ambao walipata malezi ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam ni mifano ni chungu mzima, lakini mimi kwa sababu ya wakati naeleza mifano michache mbele yenu. Nataka kueleza jambo hili mbele yenu, na tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu sana, na tunatakiwa tuendelee kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu, kwamba kwa kumpitia Sayyidina Ali sallallahu wasallam Mwenyezi Mungu amechagua jumuiya hii kwa ajili ya kupeperusha bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam duniani. Jumuiya hii inajitolea sana katika njia ya Mwenyezi Mungu, na hali iliyopatikana wakati wa maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ile haikuisha katika maisha yao au katika karne 1-2, bali hali hii inaendelea
mpaka leo, hata baada ya kupita karne 14 1114 अहमदी उनको सानवी हैसियत देते हुए siku hizi wakati dunia kwa ajili ya masilahi ya dunia inatumia fedha na mali, wahmadia wanaona kwamba ile si muhimu sana, मैं समझता हूँ यही bali wao kwa ajili ya dini wanaendelea kujitolea kwa ajili ya यूरोप अफ्रीका kufungua macho ya dunia. नज़ारे नजर आते हैं जो Kujitolea hivi kwa wanajumuiya ni dalili tosha kuhusu ukweli wa sainam alah salatu wassalam. Katika Asia, Afrika na Europe hali hii ya kujitolea inaonekana. बस जब तक Baada ya kuelewa ujumbe wa sainam alah salatu wassalam, ये कोशिश जारी रखेंगे wanajitahidi wafuate ujumbe wa sainam alah salatu wassalam kwa bidii. Maadamu tukiendelea kutanguliza dini juu ya dunia na tukiendelea kufanya juhudi hii, hakuna mdu yeyote ambaye anaweza kutupatia madhara. फैजीद की रिपोर्ट से लिया है। कहते हैं खाकसार इंस्पेक्टर Siku hizi pia wanajumuia wanaendelea kujitolea. Naeleza mifano yake michache. जब पहुंचे Kwanza kabisa ni kutoka India. Inspector wakfe jadid anasema kwamba कारोबार शुरू किया नया नया Carolai alienda Carolai katika Kerala kwa ajili ya kutengeneza bajeti ya wakfe jadid. Alikutana na, anasema इसके अलावा इस बिजनेस से जो भी मुझे मुनाफा alipokutana na mwanajumuiya mmoja akasema kwamba sasa hivi nimeanza biashara ya kuuza furniture, basi uandike ahadi yangu ya 400,000 na faida yote nikipata katika biashara hii zaidi ya mchango niliyosema 10% nitatoa zaidi. जितने भी चंदे हैं उनका अलग हिसाब निकाल कर Mwenyezi Mungu akateremsha fadhila zake na biashara yake iliendelea vizuri, na alimwambia mke wake kwamba katika faida ya kila siku apige hesabu ya mchango na aweke kando mchango. Na ilipopigwa hesabu ya mwaka mzima alitoa 5,500,000 ya wakfe jadid na alitoa hii yote. Na kwa ajili ya इंस्पेक्टर साहब बयान mwaka ujao akasema badala ya 10% atatoa 25% katika faida atakayopata katika biashara yake. तशखीस बजट Kisha inspector saheb anasema kwamba को जो तारीख की March 2011 और अहमदी mimi nilienda Bathari katika jumuiya ya Bathari kwa ajili ya mchango wa wakfe jadid. Nilipomkumbusha mwanamke mmoja kuhusu mchango huu 1 माह की तनख्वाह के बराबर वादा लिखवा दिया। na nilipoeleza mifano ya kina mama kuhusu michango, गुजारा बहुत अच्छा होता है। yule mwanamke रुपए उनकी तनख्वाह akasema akatoa mchango wa wakfe jadid sawa na mshahara wake wa mwezi moja, na yeye ni mwalimu, kwa hiyo mshahara wake ulikuwa 5,000 na hii ilikuwa ahadi yake. उस पर वो खुशी से रो पड़े। Kisha anasema mimi nilifika sehemu ingine ambapo baba yake alikuwa akiishi. मेरी बहन ने ये कुर्बानी दी है। Nilimwambia baba yake kwamba binti yako ametoa mchango kiasi hiki. Kwa hiyo akaanza kulia na akamuita binti yake mkubwa akasema kwamba dada yako ametoa mchango kiasi hiki, wewe ni mkubwa kuliko yeye, wewe unasema nini? चंद साल पहले Yeye akasema kwamba mimi nitaongeza 1,000 zaidi katika ile ahadi ya dada yangu kwa sababu mimi ni mkubwa, kwa hiyo nitatoa zaidi. अमीर साहब माली बयान करते हैं कि हम Kisha angalieni miaka michache iliyopita hawa wanajumuiya ambao waliojiunga, angalieni hali ya imani yao पैदा हैं ikoje. Amisa wa Mali anasema kwamba mwanajumuiya mmoja wa hapa शुमारी के anafanya kazi katika Union Council, टीम बनाई गई और कहा गया कि एक anatoa mchango kila mwezi na anajitahidi sana kutoa mchango yake. 1 लाख Yeye akasema kwamba से मिलेगा, हर एक kwa ajili ya kazi fulani ya serikali timu moja iliundwa वजीफा मिलेगा। na tuliambiwa kwamba tutafanya kazi mfululizo na hatuna ruhusa na tutapata mshahara ya frank sifa 100,000. Kwa hiyo akasema sisi tukafanya ahadi na serikali, na siku 6 ilipokuwa ilibaki katika kuishi muda, basi ikaja ijtimaa au jalsa salana ya nchi yetu. हाल जमाती काम को फौकियत देनी है।
akafikiria kwanza kwamba ataomba radhi na hatashiriki katika mkutano wa mwaka, lakini baadaye करने में काम छोड़ akaamua kwamba atatanguliza kazi ya jumuiya kwa sababu nimeahidi, साथी मुझे बड़ी मुलामत करने लगे। na kazi ya mwenyezi mungu ni muhimu sana. Ikiwa ninakosa 1,000 haina wasiwasi. Kwa hiyo akaacha kazi yake na akaamua kwenda mkutanoni, na wenzake wakasema, kwa nini unapoteza hela yako 1,000? Anasema kwamba aliporudi baada ya wiki moja baada ya mkutano mwaka, mayor akasema, ulivunja ahadi yako na ulienda, lakini nimeona kwamba kwa sababu wewe ulienda kwa ajili ya mwenyezi mungu, kwa hiyo nimekuwekea 1,000 sifa, kwa hiyo upokee kwangu. Kisha anasema kisha baadaye naye mayor akaniita, ambaye alikuwa mkurugenzi wa kazi ile. Yeye pia alisema, ingawa ulienda, lakini nikaona kwamba unatakiwa pewe haki yako. Kwa hiyo yeye pia alimpatia sifa 1,000 franc. Kisha mkurugenzi wa accounts akamuita ofisini kwake, yeye pia akampatia 1,000, akasema hukuwepo, kwa hiyo nilikuwekea 1,000 hii ni, lakini usimwambie mtu mwingine yoyote. Kwa kila mmoja alisema kwamba usimwambie mtu mwingine, na anasema nilipouliza wenzangu kila mmoja alikatwa sehemu fulani na hakuna aliyepata frank 1,000, lakini mimi nilipokea frank 300,000, na hii ilikuwa kwa sababu ya kutanguliza dini juu ya dunia. Na kisha akatoa frank 20,000 pia katika ile aliyopata. Kisha kutoka Gambia कहा कि वो 1,000 डलासी चंदा अदा करना चाहते हैं। Amir saheb anasema kwamba मैं लोगों पर उधार रख सकता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला पर उधार Kututravle saheb bana huyu alisema kwamba anataka kutoa खानदान को बहुत मुश्किल 1,000 dalasi mchango. Anasema mimi और कुछ ना कुछ देने के लिए हर वक्त तैयार रहते siwezi kubaki nyuma katika mchango. Huyu mtu ni maskini na mapato yako ni kidogo, lakini anatoa katika mali katika njia ya Mwenyezi Mungu kila wakati. Yule bana anasema alipotoa dalasi 1,000, baada ya kupita muda kidogo ye alipata zaidi kuliko ile aliyotoa, na anasema ni imani yangu kwamba wakati wote tunapotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anatupatia zaidi katika ile tuliyotoa. Hii ni kutanguliza mapenzi ya Mwenyezi Mungu juu ya mapenzi ya kila aina. Kutoka Sierra Leone कुमारा साहब मुखलिस अहमदी हैं। nimechagua mifano michache kutoka nchi mbalimbali, lakini mifano ni chungu mzima. Mbashiri wa Sierra Leone anasema kwamba Kamara sahib ni mwanajumuiya mzuri. जब उनके घर गया Bashiri anasema kwamba nilipokwenda kwa ajili ya kupokea mchango wake wa Tahriki Jadid na mwaka ulikuwa karibu kuisha, घर में खाने का इंतजाम anasema nilipokwenda nyumbani kwake, angalieni hali ya nyumbani kwake ilikuwaje. Yeye akasema nina vikombe 20, nina hela kwa ajili ya kununua vikombe 20 vya mchele ili nipange chakula cha usiku. Yani nina hela kiasi hiki tu, yani naweza kununua chakula kwa ajili ya familia leo kesho tu, lakini natoa hela hii kwa ajili ya kutoa mchango wangu, na nimeshamwambia mke wangu na watoto wangu kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe atafanya mpango. Usiku ule ule dada yake mmoja alituma gunia moja ya mchele kwa ajili yake, na hivi Mwenyezi Mungu alifanya mpango kwa ajili ya chakula. Mbashiri wa Ivory Coast anasema kwamba में जाकर mwanajumuiya mpya mmoja तो ये फौरन तैयार हो गए और अपने एक और साथी के हमरा anafanya biashara katika mji wa Sandra. पहुंच गए और 3 माह का कोर्स किया। Yeye alipokumbushwa kuhusu kupata training na mwalimu wetu, kwa hiyo kaenda kule katika misheni yetu na alifanya course ya miezi 3 na aliongeza elimu yake kuhusu jumuiya. Na kwa kufikiria hii kwamba anaenda kwa ajili ya kazi ya Mwenyezi Mungu, 3 माह का कोर्स मुकम्मल करने के बाद
alimpatia biashara yake mdogo wake कहते हैं मेरी हैरत की इंतहा kwa kumtegemea mwenyezi mungu गैर मामूली na alikuwa anategemea kwamba mwenyezi mungu hataharibu biashara yake. Baada ya kumaliza kozi ya miezi mitatu, aliporudi anaona, nikashangaa sana kwamba faida kubwa sana ilipatikana katika biashara yake ambayo ilikuwa haipatikani alipokuwa kule. 4,000 फ्रांक हर माह Kwa hiyo akaongeza mchango wake kuliko 500 mpaka 1,000, शामिल होते हैं, बल्कि अपने मरहूम वालिदैन na sasa kwa fadhila za mwenyezi mungu kila mwezi anatoa frank 4,000. Anashiriki katika michango ya Tahriki Jadid Waqf Jadid na anashiriki wazazi wake wote pia katika michango hii yote. बयान करते हैं। बोगो शहर Yeye mwenyewe ni mwanajumuiya mpya na wazazi si wanajumuiya, lakini anatoa mchango kwa niaba yao pia. वक्फ जदीद की अहमियत के बारे Amir Saheb wa Burkina Faso anasema में सो ना सका कि जमात में बड़े बड़े काम कर रहे mwanajumuiya mpya हैं, इसमें तो पूरी सानी दे रहे हैं। Suleiman Saheb anasema 4,000 फ्रांक से nilisikia hutuba kuhusu umuhimu wa wakfu jadid, sikuweza kulala usiku mzima, kwamba jumuiya inafanya kazi kubwa sana na sisi hatushiriki katika kazi hii. फ्रांक अदा किया। Kwa hiyo asubuhi akatoa 1,400 michango ya wakfu jadid, na tena अहमदी दोस्त hakuweza kulala usiku, na kesho yake akaja tena na akasema kwamba akatoa tena 4,000 frank michango, kisha alilala vizuri kwa utulivu. स्विट्जरलैंड आए Mbashiri wa Switzerland anasema kwamba mwanajumuiya wa Afrika ambaye ni mwenyeji wa Nigeria, नंबर भी लिख दिया। yeye anafanya kazi katika idara fulani ya kimataifa. बड़ी हैरानी थी, कौन है ये? Yeye akatuma michango kiasi fulani katika kaunti ya jumuiya. अकाउंट में जमा कराई, ये क्या चीज़ है? Bashiri anasema उन्होंने बताया kwamba कि मुझे यहाँ आए nikaona huyu ni mwanajumuiya mpya, nikampigia simu. Nilipomuuliza kwamba umemtoa mchango mkubwa sana katika नहीं, 6 महीने में umeweka hela kubwa sana katika kaunti, वो चंदा भी akasema kwamba nimekuja hapa miezi mitatu iliyopita hapa, lakini sikuweza kutoa mchango. Bashiri akasema kwamba michango ya miezi mitatu haiwezi kuwa kiasi hiki kubwa, lakini yeye akasema kwamba nimewahi kuishi miezi mitatu katika nchi nyingine ambapo kulikuwa hakuna jumuiya, kwa hiyo mimi nimetoa michango ya miezi 6 kwa jumla, na hii ndiyo ni mfano mzuri पाकिस्तानी है। na hali ya imani ya wanajumuiya hawa wapya. उन्होंने चंदे की अदायगी के लिए 5,000 स्विस फ्रांक का वादा लिखवाया। Kisha mwanajumuiya mmoja कंपनी की तरफ ambaye ni wa Pakistani anafanya kazi katika kampuni fulani Switzerland. से साथ उनको ये भी था कि जो बोनस मिलेगा Yeye aliahidi kwamba atatoa 5,000 यादों पर खर्च करने franc Swiss, kwa sababu alikuwa anategemea atapata bonus 5,000, का वादा भी इतना लिखवाया हुआ है, उसकी अदायगी कब? na pamoja na hii alikuwa na hii kwamba akipata bonus atatumia kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, lakini alipojua kwamba ameahidi kwamba atatoa 5,000 mchango wake, पीछे पेन की kwa hiyo उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने उस पर ऐसा फजल फरमाया akasema atatoa mchango na alitoa mchango na aliacha nyuma mahitaji yake, पूरी हो गई और वक्फ जदीद का वादा पूरा हो गया। na Mwenyezi Mungu alifanya mpango kwamba kampuni ile badala ya kumpatia 5,000 ilimpatia 10,000. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hivi mahitaji yake ya binafsi pia yalitimia na aliweza kutoa mchango pia. Mbashiri wetu wa Benin anasema kwamba 3100 फ्रांक सीफा चंदा दिया और कहा कि दुआ करें अगर अल्लाह ताला mwalimu wetu alipokwenda jumuiya fulani kwa ajili ya kukusanya mchango wa Tahriki Jadid, खुदा का करना ऐसा हुआ Abdul Latif Saheb alitoa 3,100 frank na akasema niombee nipate mapato zaidi ili nitoe mchango zaidi. Na wiki ile ile Latif Saheb alimuita mwalimu Saheb tena na akampatia frank 7,000 zaidi, na alisema siku ambayo nilitoa 3,100 siku ile ile alikuja mgonjwa mmoja, na kwa sababu ya matibabu yake yeye alinipatia 34,000. कहते हैं फौरन मेरे दिल Kisha baadaye कि अल्लाह ताला ने मुझे alisema kwamba hana nauli ya kurudi, kwa hiyo alichukua 3,000
tena na nilipata 31,000 परिवारों के साथ से ज़्यादा। na nilifikiria moyoni mwangu kwamba mwenyezi mungu amenipatia mara 10 zaidi kwa sababu nilitoa 3,100. ndiyo maana nimekuita na ili nitoe zaidi katika njia ya mwenyezi mungu. vile vile mbashiri wa liberia anasema kwamba sehemu moja tulikwenda, mtoto wa miaka शोकर उसे 8 aliwahudumia, yani kuchota maji na kufanya kazi ndogo ndogo, नमाज के बाद जब na hazur anasema watoto wanahudumia kwa shauku sana. bashiri anasema और ख़ास तौर पर alimpatia zawadi किया करें, $5 बच्चा उठा और अपने वालिद baada ya swala. mbashiri alipokumbusha wanajumuia kuhusu mchango wa tahrika jadid, na alisisitiza kwamba watoto pia wanatakiwa watoe mchango. Mtoto yule yule akasimama na akamwambia baba yake kwamba nataka kutoa mchango kwa sababu ninayo mchango. Baba akasema kama unayo basi utoe mchango. basi yule mtoto $5 ambayo alipata zawadi alitoa kama ni mchango wake, क्यों बल्ले लिखते हैं na kwa kumwona yule mtoto watoto wengine pia waliathirika. wao pia wakaomba hela kwa wazazi wao na wakatoa mchango. bashiri wa kirgistan anasema kwamba mwanajumuiya mpya mmoja खिलाफ जोबली का जश्न alijiunga na jumuiya miaka 3 iliyopita, कुछ रकम मुकामी सतह पर भी इकट्ठी की गई थी। इनकी तनख्वाह na $100 थी इस वक्त। 2008 wakati wa karne ya uhalifa उनसे कहा कि आप भी जोबली के जलसे के लिए वादा लिखवाएं। kila mwanajumuiya alikumbushwa kuhusu mchango na mshahara wake ulikuwa $600. bashiri wetu bisharat ahmad sahib alipomwambia kwamba wewe pia utoe ahadi kwa ajili ya jalsa ya jubli, kwa hivyo aliahidi $24. alipopata mshahara akaja msikitini moja kwa moja ili atoe mchango, na akaona akienda nyumbani basi atatumia pesa yote na hataweza kutoa mchango. और अल्लाह के फजल से अब na baadaye alipata kazi yingine na kule akaanza kupata $50 zaidi kuliko mshahara, क्या वसीयत के बाद na siku hizi anafanya kazi katika kampuni fulani na anapata mshahara 770 na ameshafanya wasia. mbashiri anasema kwamba baada ya kufanya wasia badala ya 16% unatakiwa utoe 10%. anasema tangu nimefanya bayat natoa 10% badala ya 16. 1 साल हुआ उनको बैत किए हुए। vile vile mwanajumuiya mwanamke mmoja mpya wa kirgistan उनको चंदे के बारे में बताया गया, jaldi sahiba, वादे की गई yeye ni mwanajumuiya mzuri sana, amejiunga mwaka moja iliyopita, lakini alikuwa hakutoa mchango. alipoambiwa kuhusu mchango na alipoambiwa kuhusu umuhimu wake na alifahamishwa kuhusu michango yote ya jumuiya. और अगले दिन सदर साहब को कहा कि मैं अभी मिलने, kwa kusikia hii सदर साहब ने कहा कि मैं तो अभी कहीं काम जा रहा हूँ, mara moja akainama na मिलना है। चुनाचे kesho yake akasema nataka kukutana na mwenyekiti wa jamaat, na mwenyekiti wa jumuiya akasema naenda kazini sehemu fulani, lakini akasema hapana, nataka kukutana nawe. kwa hiyo akaja और ये akatoa 15,000 kirgiz और मुख्तलिफ तरीका mchango wake. में दे रही हैं। mwenyekiti akasema kwamba unatoa mchango kubwa kiasi hiki. yule mwanamke akasema kwamba nimepiga hesabu na huu ni mchango wangu wa mwaka mzima sawa na mapato ninayopata. कुर्बानियाँ करने के इस तरह हमने kwa hivyo akatoa mchango wa mwaka moja mzima. चंद वाकयात के बाद अब मैं hii ni mifano फरीद के नए ya imani ya wanajumuiya wapya, और कुछ कवायद पेश करता हूँ। namna gani kwa shauku na jazba wanatoa mchango. baada ya mifano hii na matukio haya anatangaza mwaka mpya wa wakfi jadid na anaeleza taarifa ya mchango. tarehe mosi wa januari mwaka mpya unaanza, na mwaka huu ni wa इसमें दुनिया की 55 wa wakfi jadid, उसके मुताबिक बहुत सारी रिपोर्ट na kwa fadhili za mwenyezi mungu ये लेट आती हैं। mchango uliopatikana katika mwaka huu 40 लाख kwa jumla ni से ऊपर है पाउंड की, sawa na taarifa ni और गुज़श्ता साल की वसूली के मुकाबले
पर लगभग से 5,46,93 pound पहली पोजीशन में ही है। na 5,10,10,000 ni zaidi kuliko mchango wa mwaka jana. कुर्बानियों में उन्होंने कमी नहीं Kama ni kawaida Pakistan ni nafasi ya kwanza. इंतहा करके डाले, Pamoja na hii kwamba kule uchumi umeharibika sana, गुनाह में रखे। lakini wanajumuia hawakurudi nyuma katika kujitolea. Mwenyezi Mungu aweke baraka katika mali yao na awalinde, बरतानिया na Mwenyezi Mungu awalinde katika kila shari. Baada ya Pakistan ni Marekani, अमेरिका वालों ने अपनी आखिरी रिपोर्ट जो मुझे भिजवाई, उसके बाद baada ya Marekani ni Uingereza. थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया। Wakalete Mal ilifikiria Uingereza imeshika nafasi ya pili, lakini Marekani imetuma ripoti ya mwisho sawa na ripoti ile. फिर उसके बाद Marekani imepiga hatua kidogo mbele, na tofauti ni kidogo sana, ni ya pound 11,000 tu. और लेकिन इजाफा जो है बरतानिया Orodha ya iliyotengenezwa kwanza, Uingereza ulikuwa katika nafasi ya pili, lakini sawa na taarifa ya mwisho ya Marekani, sasa Marekani ni nambari ya pili. और यहाँ भी Lakini nyongeza katika mchango wa Uingereza ni ya kushangaa sana. Mwenyezi Mungu aweke baraka katika mali ya hawa wote ambao wametoa mchango. बावजूद Hapa pia uchumi umeharibika, वफे में भी na vile vile kuna matumizi mengine pia, na ni michango mingine pia, na ujenzi wa misikiti pia unaendelea hapa. Lakini pamoja na hii, katika mchango wa Tahrika Jadid na katika Wakfe Jadid, Uingereza umeongeza mchango sana. Kwa kuona hii, inaonekana kwamba hata tunfiku mimma tuhibun, wanajumuia wa hapa wameanza kuelewa maana yake ni nini. लजना यूके ने भी बहुत बड़ा किरदार इसमें अदा किया है। Mwenyezi Mungu afanye katika kila wema jumuiya ya Uingereza ipige hatua, na vile vile jumuiya zingine za jumuiya. Kina mama wamefanya kazi kubwa sana katika mchango wa Wakfu Jadid na vile vile katika Tahrika Jadid pia. फिर कनाडा है, Mwenyezi Mungu इंडिया है, फिर awapatie ujira dada wote na mabinti wote pia. Namba 3 ni Uingereza, baadaye ni Germany, kisha ni Canada, ni kisha India na Australia, na kisha Indonesia, na ni Belgium na Switzerland. गैर मामूली इजाफा किया है, तकरीबन 36%। Na sawa katika currency ya nchi ya kienyeji, namba ya kwanza ni India. बहुत बड़ा जंप Wao wameongeza mchango sana, 36%. Kisha ni Belgium, ni nchi ndogo na ni jumuiya ndogo, lakini wao wameongeza 30%. Kisha ni Australia, kisha ni Uingereza, kisha ni Indonesia. इसलिए लगता है कि अमेरिका Sawa na utoaji wa mchango kwa kichwa, Marekani ni kwanza, na Switzerland na Uingereza. बरतानिया में गुंजाइश मौजूद है। और Inaonekana kwamba अफ्रीका Marekani लिहाज से पहली 5 जमातों में imefika घाना katika nafasi, katika hali ikiwa hawaongezi idadi ya watuaji hawataweza kuongeza, lakini katika Uingereza bado ipo nafasi ya kuongeza idadi ya watuaji. Katika Afrika ni Ghana, Nigeria, Mauritius, Burkina Faso na Uganda wamepata nafasi hivi. इसमें बहुत गुंजाइश है। Watuaji wa Wakfu Jadid idadi yao imeongezeka 90,000 na idadi imefika 600,000, na bado nafasi ipo. Niliwaambia wa Afrika waongeze idadi yao. Ofisi ya Mal itawapatia malengo, kwa hiyo wanatakiwa washiriki wanajumuia wote wapya wanaoingia, kwa sababu ni nasaha ya Sinama alayhi salatu wassalam. Na jumuiya za Afrika wakijitahidi, bado kule nafasi iko hivi, inshallah idadi itaongezeka sana watakapopata malengo kutoka Wakalat Mal ya kuongeza idadi ya watuaji. Hata kama watu wanatoa mchango kidogo, wanatakiwa waongeze idadi ya watuaji. Na Niger, Sierra Leone, Burkina Faso, Benin wamejitahidi sana mwaka huu kwa kuongeza
idadi ghana nilimwambia, lakini hawakufanya juhudi sana, wanatakiwa waongeze juhudi. jumuiya tatu za pakistan, nafasi ya kwanza ni lahore, rabwa, kisha ni karachi. hii ni mchango wa watu wazima sawa na nafasi ya wilaya mbalimbali. nafasi ya kwanza ni sialkot, rawalpindi, islamabad, faisalabad, shekhpura, sargoda, gujranwala, umarkot, kisha gujarat na bhavalnagar. katika ofisi ya watoto lahore ni nafasi ya kwanza, karachi ya pili na rawa namba 3. katika watoto ya kwanza ni sialkot, rawalpindi, islamabad, faisalabad, shekhpura, gujranwala, umarkot, sargoda, narowal. gujarat ni ya nafasi ya 10. jumuiya 5 za marekani sawa na mchango: los angeles inland empire, silicon valley, detroit, chicago na seattle ni ya nafasi ya 5. katika uingereza jumuiya 10 ni Waynes Park, nafasi ya pili ni New Malden, Worcester Park, Fazal Mosque, West Croydon, Birmingham West, Leamington Spa, Manchester South, Gillingham na nafasi ya 10 ni Southall. mikoa ya uingereza South Region ni ya nafasi ya kwanza, Midland, London, Islamabad na Middlesex. na jumuiya mikoa 5 ya Germany ni ya kwanza ni Hamburg, Frankfurt, Glasgow, Darmstadt na Wiesbaden ni nafasi ya 5. jumuiya 10 za Germany: Rolenmark, Cologne, Westheim, Neuss, Rieda, Fulda, Riesberg, Woodbau, Mediabad na Hanau ni nafasi ya 10. Canada Peace Village ni ya nafasi ya kwanza, Rexdale, Western South na Edmonton. jumuiya 5 za Canada ni Western South, Peace Village South, West North, Durham na Milton North. jumuiya za India ni ya kwanza ni Kerala, ni mikoa hii ni mikoa ya kwanza ni Kerala, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, West Bengal, Karnataka, Punjab, Odisha, Uttar Pradesh, Maharashtra na Delhi pia. sawa na makusanyo ya mchango, jumuiya 10 za India ni Calicut, Karolai, Kinanu Town, Qadian, Hyderabad, Coimbatore, Calcutta, Chennai, Bangalore, Srinagar, Karunagapli. Mwenyezi Mungu aweke baraka sana katika mali na nafasi ya hao wote ambao wameshiriki katika mchango wa Wakf-e-Jadid. na pamoja na hii kama nimesema, natangaza mwaka mpya wa Wakf-e-Jadid. Mwenyezi Mungu awajalie wanajumuiya wajitolee zaidi kuliko zamani, na Mwenyezi Mungu aweke baraka katika mali ya jumuiya. hali inayoendelea kuwa ya dunia ni fadhila na Mwenyezi Mungu tu ambayo inaweza kukamilisha mipango yote ya jumuiya, na anaweza kupanua. bila hii hakuna njia ingine. basi mnatakiwa mufanye maombi sana kwa ajili ya nyongeza ya mali. mwishowe baada ya swala nitasalisha jeneza ghaibu moja. jeneza hii ni ya shairi yetu bwana Abdul Mannan Nahid Saheb, mtoto wa Khaja Nahid Saheb ambaye alikuwa sahabi wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. tarehe mosi wa
212 katika umri wa miaka 93 wamefariki na lillahi wa inna ilaihi rajiun. mannan saheb alizaliwa katika familia ya kashmir सियालकोटी जो मसीह अलैहिस्सलाम के साहबी थे, इनके नाना थे। na familia hii iliheshimika sana. अब्दुल करीम साहब सियालकोटी रज़ी अल्लाह अन्हु mwishi muhammad ismail saheb wa sialkoti aliyekuwa sahabi wa sinam alah salatu wassalam alikuwa babu yake. और उन्हीं के घर में उनकी वालदा की परवरिश हुई। hadrat maulana abdul karim saheb sialkoti raziallahu taala anhu अलैहिस्सलाम के घर में भी बहुत ज़्यादा आना जाना था। इस तरह alikuwa mjomba wa mke wake उनके प्यारो शफ़क़त से भी na mama yake alilelewa katika nyumbani kwa sina abdul karim saheb sialkoti na बहुत सारे साहिब ज़ौक़ लोग जानते हैं। alikuwa akiishi kadhiana kule. hazrat ammajan hazrat masimu alah salatu wassalam pia alikuwa akija nyumbani kwake, kwa hiyo alipata baraka. बड़ी गहरी nahid saheb wanajumuia wengi wanajua kwamba alikuwa shairi mashuhuri sana. हासिल की। 1940 में पंजाब यूनिवर्सिटी से BA किया। na alikuwa akisema shairi yenye hekima sana. 41 में दाखिला alipata elimu ya msingi katika sialkot मुलाजमत मिल गई। na katika mwaka 40 katika lahore alipata digrii ya ba. और इसी mwaka 41 alipata admission katika ma, lakini alipata kazi, kwa hiyo aliacha masomo. काम करने की तौफीक मिली इनको। na mwaka 78 alistaafu. बड़े धीमे मिजाज और आजिज़ी aliwahi kufanya kazi katika sehemu mbalimbali na sehemu yote alipokaa aliendelea kushiriki katika kazi ya jumuiya. उनकी हमेशा हौसला alikuwa mnyenyekevu sana na alikuwa के साथ बात कर mpole pia. जमाती मुशायरों का लाजमी हिस्सा हुआ alikuwa mnyenyekevu kiasi kwamba alikuwa akiwaheshimu mashairi wadogo. alikuwa akishiriki katika shairi अमल करने की कोशिश iliyokuwa ikisomwa katika jumuiya, na hapa pia wakati wa halifa wa 4 na katika wakati wangu pia aliwahi kushiriki katika shairi. और बाकायदगी से तारीफ पढ़ने वाले alikuwa akijitahidi sana kufuata masharti 10 ya bayat. का सलूक बहुत ज़्यादा था। फौज alikuwa mfano mwema wa खलीफा imani na alikuwa akiswali sala ya tahajud के तो बहुत bila kukosa, na alikuwa akiwahurumia sana jamaa zake. alikuwa akiheshimu wafanyakazi wa jumuiya na hususan alikuwa akitii uhalifa sana, उनकी अहलिया की वफ़ात होने से पहले हो गई थी। bali alikuwa mtiifu wa hali ya juu. alikuwa akishiriki sana katika mipango yote ya jumuiya. mwenyezi mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. mkewe alifariki kabla yake. alikuwa hana mtoto lakini alimlelea mtoto moja. का जो असर है उसको हमेशा कायम रखे। mwenyezi mungu amjalie huyu mtoto ambaye amelelewa nyumbani kwake अल्लाह ताला kwa sababu amepata malezi yake. हम पालक को भी basi athari hii ibaki ndani yake. kwa fadhila ya mwenyezi mungu anapata nafasi ya kuhudumia jumuiya pia. mwenyezi mungu amjalie kwamba aendelee kuitu الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر